Mara baada ya kutamatika kwa mechi za hatua ya robo finali kwenye mashindano ya kombe la TFF ama watu wengi wamekuwa wanalifahamu kama kombe la shirikisho la benki la CRDB, ambako klabu 4 zimefanikiwa kufuzu katika hatua ya nusu finali, kwa maana Young Africans, mabingwa watetezi, Simba, Coastal Union, bila kuwasahau Azam Football Club. Hatimaye viwanja ambavyo vitakwenda kutumika katika mechi za nusu finali vimewekwa hadharani. Young Africans dhidi ya Azam katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, wakati huo Coastal Union dhidi ya Simba katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid huko katika jiji la Arusha. Tunakwenda kuangazia viwanja ambavyo vimekwenda kuchaguliwa kwa mechi hizi mbili kubwa katika hatua ya nusu finali. Naitwa Leopard John, niko hapa na mchambuzi kinara Shabel Daniel, nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma. Shabel, tumeshuhudia mechi takribani 4 za robo finali. Hatimaye ni nusu finali, Azam dhidi ya Young Africans katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Tuanzie hapo. Uwanja una deserve tension yenyewe ya mchezo kwa jinsi ambavyo tumekuwa tukishuhudia Azam na Young Africans pale ambako walipokutana katika msimu huu. Yes, uwanja CCM Kirumba ni miongoni mwa viwanja tegemezi sana kwenye mechi kubwa hapa Tanzania. Na haitakuwa mara ya kwanza mechi kubwa kama yenye hadhi ya Azam na Young Africans kuchezwa hapo, kwa sababu kumbukumbu zinarudi mpaka misimu kama 3 iliyopita. Iliwahi kuchezwa mechi ya ilikuwa nusu finali I think tena kati ya Simba na Yanga, ambapo Young Africans walishinda mechi ile kwa goli 1-0, goli ambalo lilifungwa na Faisal. Kwa hiyo ni uwanja ambao umehost mechi nyingi hata mpaka za CAF za kimataifa, timu ya taifa pia imewahi kucheza pale. Kwa hiyo sina shaka na ukubwa mchezo huo kufanyika katika venue hiyo ya uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Sawa, tuje tuangazie ile kasumba ya TFF kwamba kwenye mechi kama hizi wamekuwa wanapeleka katika viwanja ambavyo ama mikoa ambayo haina ule motivation ya soka. Hii imeishia wapi labda, ama kitu gani kingine ambacho mkiangalia kwenye hili? Maana ni kama vile sio kasumba tulikuwa tunashuhudia wakati huo mikoa kama Rukwa, Katavi, Shinyanga ambayo haina timu za ligi kuu ndio wapewe mechi za aina hii. Nadhani kuna vitu vingi hapa kati vimefanyika. Kwa taarifa ambazo mimi niko nazo kwamba miongoni mwa sababu ambazo zilitakiwa zitokee hii mechi zichezwe katika mazingira ambayo ni rafiki na karibu ni ratiba pia kubana. Ratiba kubana it means hakukuwa na ulazima wote wa kuvifanya vilabu ambavyo vimeingia katika hatua hii ya nusu finali viweze kusafiri kwenye vituo vya umbali mrefu kama ambavyo ilikuwa msimu uliopita, ambapo Simba walisafiri mpaka Manyara kucheza labda na Singida katika mazingira ambayo wametoka kucheza finali, wametoka kucheza ligi. Kwa hiyo kuepusha mazingira hayo, na kwa vile tunafahamu ligi yetu sasa hivi mechi ni back to back mpaka mwishoni mwa mwezi wa 6, wameamua kupeleka mechi za nusu finali kwenye vituo ambavyo usafiri ama maeneo vituo vilivyopo michezo hii kufanyika haitakuwa changamoto. Flight ya moja kwa moja kutoka Dar to Mwanza, flight ya moja kwa moja kutoka Dar to Arusha, kutoka Tanga mpaka Arusha, wala hakuna umbali wowote. Kwa hiyo TFF umeangalia mazingira hayo, ndio maana mimi hata sijashangaa kusikia mechi ya Yanga na Azam inachezwa Mwanza, Simba na Kosi inafanyika pia Arusha. Sawa, kwa uchache mno Young Africans na Azam FC katika uwanja wa CCM Kirumba, kipi tukitegemee kwa ufupi mno, maana tutakuja na exclusive ya mechi hii? Na nadhani Yanga wana faida kubwa kwenye mchezo huo, kwa sababu ni uwanja ambao wako familia, wana mashabiki wengi sana jijini Mwanza. Nadhani inaweza kaa yani sio rafiki sana kwa Azam, kwa sababu na ni uwanja ambao umekuwa na struggle pia kupata matokeo. Azam FC wametoka kucheza na Pamba mfano msimu huu, wameshindwa kupata matokeo, lakini mara kadhaa wale kupeleka mechi zao. Kwa mfano kuna mechi ya Simba wale kuicheza Mwanza hawakushinda. Kwa hiyo sio uwanja ambao wanaenjoy kupata matokeo, lakini kama walivyosema tutakuja kuzungumza siku nyingine. Lakini faida kubwa mimi naona wako nao Young Africans, so ni uwanja ambao ni second home ukiachana na viwanja vya Dar es Salaam. Hata msimu huu nakumbuka Azam FC alitoka sare pale goli 2-2 dhidi ya Pamba Jiji. Sasa tuangazie kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Hatimaye wajaribu kwenda kuitafuta rekodi ya kufika finali, kwa maana Simba amekaa miaka 4 pasipo kuona radha ya finali ya kombe la TFF, kwa maana CRDB Bank Federation Cup. Katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha dhidi ya Coastal Union.
ni uwanja ambao Simba ameutumia sana katika msimu huu. Faida kwa Simba ama ni the same? Nadhani ni the same kama unavyosema wewe, kwa Coast kwa Simba. Kwa sababu Simba msimu huu wamecheza mechi kadhaa pale na wamepata matokeo tu mazuri, ukiachana na sare ambayo walipata dhidi ya TRA. Coastal miaka mingi hapa katikati wamekuwa pia kutumia uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha kama uwanja wa nyumbani pindi ambapo labda uwanja wa Mkwakwani unakuwa una changamoto, na sio mara ya kwanza Coast kupata matokeo kutumia uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha dhidi ya Simba. Wamesha kucheza mechi za ligi pale, na nakumbuka kuna mechi ambayo wale kufungwa goli 8 I think 8 Simba ile ya moto akina Medi Kagere John Boko walipigwa nyundo goli 8 pale Sheikh Amri Abeid Arusha. Lakini pia ni uwanja ambao kwa Coast kwenye mashindano sasa haya FA ya CRDB Cup ni uwanja ambao nadhani waliwahi kupata matokeo dhidi ya Azam. Ile tiketi wanaipata kucheza na Yanga, sio ilikuwa ni Sheikh Amri Abeid Arusha, kitu kama hicho. Nadhani ilikuwa pale wakashinda, wakaenda kucheza finali na Yanga. Kwa hiyo ni uwanja familia kwa timu zote mbili, yani Coast sio wageni kwenye uwanja huo, Simba sio wageni kwenye uwanja huo. Utofauti tu kidogo ni kwamba Simba na mashabiki wengi ambao Coast hawatakuwa nao. Sawa, Simba ametinga katika hatua hii kwa kishindo kweli kweli mara baada ya kumchakaza TRA goli 4-0. Pengine tunaweza tukashuhudia maajabu ambayo takriban miaka 4 wekundu Msimbazi Simba wamekuwa hawajaiona, na ikaandikwa rekodi mpya katika uwanja wa Arusha Sheikh Amri Abeid. Inawezekana sababu hili ni kombe ambalo Simba wanataka kufanya vizuri na wafike mbali zaidi, na unaweza kurudi zaidi ya misimu 4 nyuma. Wao ndio wamecheza finali, walicheza finali ya mwisho ya FA dhidi ya Yanga, finali yao ya mwisho. Kwa hiyo imepita miaka mingi hapa katikati hawajaenda finali kucheza kwenye kombe hili. Kwa hiyo wakifanikiwa kwenda wana nafasi ya kuchukua kombe. Lakini Coast misimu 2 iliyopita 3 alicheza finali na Young Africans akapoteza kwa mikwaju ya penalti. Ilikuwa ni miongoni mwa Coast bora sana, lakini sio hii tena ambayo inacheza na Simba. Lakini ni mechi za vikombe hizi na maajabu yake. Hakuna kwa mfano alimpa nafasi Coast labda mbele ya Singida, lakini ndio huyu Coast anacheza nusu finali. Kwa hiyo mechi za vikombe zina maajabu yake, kwa sababu hatuhitaji kutoa mifano, tushakushuhudia timu za kawaida zinafika mbali na zinacheza finali. Kwa hiyo Simba anapaswa kujipanga, Coast pia nao anapaswa kujipanga, then itakapofika wakati huo husika wa mchezo, then tuone mwenye maandalizi mazuri aende kucheza finali. Sawa, nafasi ya Coast katika mchezo huu ikiwa ni mara yao ya pili takriban wanakwenda katika hatua hii, ni ipi hasa dhidi ya mnyama Simba mwenye kiu ya kufika katika hatua ya finali? Nadhani kuna muda kidogo utapita mpaka mchezo huu ufanyike. Nadhani michezo ya nusu finali ni kuanzia mwezi wa 6 tarehe 20 huko. Hapa katikati kuna michezo mingi ya ligi, kuna vitu vingi vinaweza vikatokea, injuries, form kupotea kwa wachezaji. Siwezi kutoa nini ambacho kitatokea kwa sababu hapa kuna muda kidogo ambao utapita na kuna vitu vingi pia vinaweza vikatokea. Kwa hiyo sijui Coast watakuwa kwenye wakati gani, lakini sijui pia hata Simba nao mpaka inafika kipindi hicho watakuwa kwenye nafasi ipi. Subiri muda utakapofika tutoe nafasi nzuri ya kutabiri nani atakuwa na nafasi ipi kwenye mchezo huu. Sawa, kitu gani tukitegemea hasa kikubwa kwenye hizi mechi mbili za hatua ya nusu finali msimu huu, kwa maana kuna utofauti mkubwa, Coastal Union akiwa ameongezeka na Azam FC ambao hawakuwepo katika hatua ya nusu finali kwa msimu uliomalizika, kwa maana wakati ambao Young Africans anachukua ubingwa mbele ya Singida Black Stars. Nadhani ushindani tu, yani kitu cha kutegemea ni ushindani. Mimi kumbukumbu pia zinanirudisha mbali sana. Msimu wa mwaka 2015-16 Simba leo kukutana na Coast kwenye michuano hii ya FA na walitolewa uwanja wa Taifa. Goli lilifungwa I think na kiungo mmoja aitwa Sabo kutokea Cameroon wa Coast. Aliwafunga goli moja Simba uwanja wa Taifa na ikapelekea huzuni kubwa sana. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina historia na kumbukumbu nyingi. Kwa lazima Simba wawe na tahadhari. Yani hizi mechi sio za kuchukulia poa. Coast na sio timu kinyonge. Coast sio timu kinyonge. Ina maajabu yake pia kwenye mashindano haya. Na nafikiri msimu huo tukistiki hapo unakumbuka ndio Coast wanaenda kucheza nusu finali
na Yanga Mkwakwani. Yanga wakashinda, ila mechi haikumalizika kama unakumbuka. Unaikumbuka? Watu wanapigwa mawe uwanjani. Mechi haikuisha kwa sababu Tambo inafikia alifunga goli siku kwa mkono ikaaje. Hiyo offside hivyo. Kwa hiyo ndo kosi ile ya kina Jerry Santo na wengineo. Kwa hiyo kosi sio timu ya kuchekea. Yaani Simba lazima wajipange kweli kweli. Kosi sio timu dhaifu kama wengi ambao ichukulia kwenye mchezo huo nusu finali. Sawa, Costi tusichukulie kama vile watu wengi ambavyo wanaizania katika mchezo wa hatua ya nusu finali dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, katika michezo ambayo tumeshakueleza viwanja ambavyo vinakwenda kuchezwa mechi hizi mbili za hatua ya nusu finali. Naitwa Leopard John, nilikuwa hapa na mchambuzi kinara kwa siku ya leo alikuwa ni Shabel Daniel, huku nyuma ya kamera akiwa ni Yusuf Ramadhani Mpuma ambaye amekupa kile ambacho unastahili. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi Anuari TV.